Jopin Chivim, Rojaduang Bende, Maniki Chund Martin, or Kenya Martin. Comrades, equally, without any discrimination, irrespective of the size of your balls, size of your boobs, size of your buttocks, and your skin color. Comrades power! Power! Comrades power! Power! Ni wachache katika siasa za Kenya walioinuka kwa kasi na kwa utata kama Paul Ongili, anayejulikana sana kama Babu Owino. Alizaliwa mwaka 1989 katika mitaa ya mabanda ya Kondele, Kisumu. Safari yake imekuwa ya kipekee tangu alipokuwa mwanafunzi katika chuo kikuu cha Nairobi, alikoongoza maandamano ya wanafunzi kwa moto wa kimapinduzi hadi majengo ya bunge, ambako sauti yake hujulikana kwa ukakamavu na kwa ukali. Babu Owino amejenga barabara ambayo wachache uthubutu kuifuata. Lakini ni nini kinachomsubiri mwanasiasa huyu jasiri mbele ya safari? Je, anaweza kuwa mrithi wa Raila Odinga kama mtawala wa kisiasa wa jamii ya Waluo? Ana nafasi ya kuongoza jiji la Nairobi? Vox Nation inakuletea simulizi ya Babu Owino, maisha yake ya awali, alipo sasa, na mustakabali wake uliojaa matumaini na sitafahamu. Safari ya kisiasa ya Babu Owino ilianza kwenye ulingo wa wanaharakati wa vyuo vikuu. Akiwa mwenyekiti wa muungano wa wanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi SONU, alipata sifa kwa kuwa mtu mwenye msimamo thabiti, jasiri na mwenye mvuto. Alitetea haki za wanafunzi, akaongoza maandamano dhidi ya kupandishwa kwa karo, na hakusita kukabiliana ana kwa ana na mamlaka. Lakini ushawishi wake haukusalia ndani ya chuo pekee. Alikuwa tayari ameanza kujisogeza karibu na chama cha ODM na kujiunga na Raila Odinga, akijipanga kwa safari kubwa zaidi ya kisiasa. It is our duty as Kenyan citizens to resist Jubilee's manifesto of promoting negative ethnicity in this nation. Wakenya timim, Kiberaria. Mwaka 2017, Babu Owino alihamia kwenye siasa za kitaifa aliposhinda kiti cha ubunge cha Embakasi Mashariki kwa tikiti ya ODM. Kuingia kwake bungeni hakukukua kwa utulivu. Akitambulika kwa lugha kali, hoja nzito na ujanja wa mtaani, Babu alijijengea jina kwa haraka. Akajitambulisha kama mtetezi mkuu wa Raila Odinga, mtetezi wa vijana na mwanasiasa asiyekwepa migogoro. Katika presidential aspirants wote, yeye mwenyewe ndiye peke yake ndiye alichukua mwanaume kama running mate. Si ni ukweli? Na sasa aliangalia Kenya nzima, akaona ya kwamba Rigathi ndio mrembo jamani. Huyo ni shoga sio shoga. Shoga sio shoga. Mr. Speaker, lastly, I would like you to advise the academic dwarf Honorable Waluke to desist from abusing an intellectual like me. Say no or high, university must be respected. If you didn't go there, it's none of my business. Very well. This is what it is, Mr. Speaker. Lakini pamoja na ushawishi yakaja matatizo. Babu Owino amewahi kukamatwa mara kadhaa, iwe ni kwa matamshi ya uchochezi, makabiliano ya kisiasa au tukio maarufu la ugomvi katika klabu moja jijini Nairobi. Wakosoaji wake umuona kama mtu asiye na nidhamu na mwenye fujo, lakini kwa wafuasi wake yeye ni shujaa anayesema ukweli na kulengwa kwa sababu ya ujasiri wake. Honorable Babu Owino, what did you just say? Honorable Babu Owino, I order you out of the chamber. I order you out of the chamber. Out of the chamber. Babu Owino, I order you out of the chamber. I order you out of the chamber. Honorable Babu Owino, I order you out of the chamber. We need mature debate here. Honorable Babu Owino, out of the chamber. Sergeant at Arms.
Licha ya uaminifu wake kwa Raila Odinga na chama cha ODM, uvumi wa mgongano umeanza kuibuka kwa taarifa kuwa Raila huenda akamuunga mkono Gavana Johnson Sakaja mwaka 2027. Hatma ya Babu ndani ya ODM sasa ni ya mashaka. Je, Raila bado ana imani naye au ameanza kumsukuma pembeni? Na iwapo atawania ugavana wa Nairobi, ODM watamuunga mkono au watajikuta akianzisha njia yake mwenyewe? Bwana Rigiji, saizi unajua vizuri baba anaenda AU. Anaenda kuwa AU chairperson. Na baba akienda anawacha Babu. Kwa hivyo Bwana Rigiji, mjichunge sana hapo 2027 tunakujia hizo viti. Kwa sababu kama tutaona ushuru inaongezwa juu zaidi, mimi mwenyewe nitaleta maandamano hapa Nyeri. Watu wa Nyeri mmekubali? Bei ya kahawa ikienda juu, tutaleta maandamano hapa Nyeri. Bei ya chai ikienda juu, maandamano itakuwa hapa Nyeri. Kwa sababu kazi yetu sasa kwa opposition ni kuhakikisha ya kwamba masilahi ya Wakenya wote inakuwa guided. Watu wa Mombasa, watu wa Pwani, tunasema ya kwamba ukikunywa supu ya pweza lazima utingize bakuli. Baba Raila amekunywa supu ya pweza, atatingiza bakuli. Pamoja na mwelekeo wa Raila Odinga kuelekea mwisho wa safari yake ya kisiasa, vita vya urithi wa kisiasa wa jamii ya Waluo vimeanza. Je, Babu Owino anaweza kuwa mrithi anayefuata? Ana mvuto, ufasaha na ujasiri wa kiongozi wa kisiasa, lakini njia haijapambwa maua. Anakabiliwa na ushindani kutoka kwa wanasiasa wa Kongo wa jamii ya Waluo na mashaka kutoka kwa washauri wa karibu wa Raila. Je, ataibuka mshindi au atazuiwa na mfumo uliomkuza? Mimi nilikuwa nikikampenia baba Raila Amolo Odinga. Si ni kweli? Lakini ili usupport Zakayo lazima ususpend brain cells. Siwezi suspend my brain cells. Hapo niliambia baba, hapo naye siwezi mimi nakuheshimu, mimi nilikukampenia, lakini siwezi support serikali ambayo inadhulumu maisha ya wananchi ya Kenya. Ukisema hivyo, wewe sasa umemea pembe, lazima ukatwe pembe. Tutakuonyesha 2027, tutafukuza hapa. Hakuna shida hata ukinifukuza. Nyinyi wote ni MPs. Hao watu wa nini wa chama wakinifukuza, kuna shida yote? Hakuna. Jamani, nitakuwa naishi na uoga, tunaambiwa tu hautakuwa hapa, hautakuwa hapa, tutadeal na wewe. Mimi nilitoka huko Nyalenda nikikuja hapa town. Mtu mwenye alinichagua ni hao wananchi. Na Mungu ndiye aliwaguide nilichague. Mungu ndiye anachagua kiongozi. It is important then in politics you draw your line. You know this is the kind of politics I want to play. Draw that line, whatever it is, follow through. Secondly, in terms of Wamalwa West TV, on why you've asked me a very difficult question on why I was repressed. Labda jambo la kushangaza zaidi ni uvumi wa ushirikiano kati ya Babu Owino na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro. Je, hawa vijana wawili wakorofi wa siasa kutoka kambi tofauti wanaweza kushirikiana kuunda nguvu mpya katika siasa za Kenya? Wapo wanaodai huenda wakazindua chama kipya cha siasa na kuivunja miundo ya kisiasa ya jadi. Ikiwa hilo litatimia, basi litakuwa tetemeko la kisiasa linaloweza kuibadili Kenya. For something good to happen, something must break. For us to get rainfall, the clouds must. For a seed to germinate, the ground must. For us to get a baby, something must. For a lady to enjoy the full potential of her anatomy, something must. And the Bible also says,
in the book of Genesis 3:19 that unto dust we came and unto dust we shall return. And therefore the question is, as you are returning, because eventually we will all go back to where we came from. But the question is, we will go back as who? What did you do on earth? That is the question that you will be asked. Iwe ni kama mfalme mpya wa siasa za Waluo, gavana ajaye wa Nairobi, au hata mgombea urais katika miaka ijayo, jambo moja ni wazi: Babu Owino bado hajamaliza safari yake. Simulizi yake bado inaendelea kuandikwa na tamaa yake ya kisiasa haina mipaka. Je, atapanda hadi kilele cha uongozi wa Kenya au sakata na utata vitamchongea? Wakati utafumbua kitendawili cha fumbo hilo.